Mfalme wa amani anakuja. Yeye anakuja kukaribisha mawakili waaminifu kabisa, mawakili waaminifu. Na hivyo tunakumbushwa kujikita katika Biblia, ndio lakini pia kufungamana na ajili ya utume na kulenga kwenye utume. Fungu letu elekezi liko hapo na mada yetu inaendelea, inasema uwakili, wazo la wasahu. Karibu tika kwa wapi? Okay, nikaanza. Wazo la wasahu. Tutaangazia kuhusu nini? Wakati kipindi kilichopita tuliangazia kuhusu tutaangazia kuhusu sadaka, ndio tulihusu maswali na kukumbushana. Tumekuja kukumbushana sadaka. Malaki sura ya 3:8 na 9 inasomeka, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnanibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Zaka tulishaangalia, sasa tunaenda kwenye dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Unajua kuna watu wanaamini sadaka sio takatifu. Na kuna watu wanaamini sadaka haina kesi za laana. By the way, unatoa chochote, haina kiwango, yaani vyovyote tu. Ndio maana tunakuja tukumbushane. Sadaka ni ya nani? Kama tulivyogundua, zaka ni kwa neno la Bwana. Sadaka nayo Mwanzo sura ya 4 aya ya 4. Mwanzo sura ya 4 aya ya 4 inasomeka, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Sadaka ya Bwana tunachagua aliyenona. Kuna picha ya kiumbe mmoja yuko hapo, huyu ni ng'ombe. Sadaka tunachagua aliyenona, Kutoka sura 25 mstari wa kwanza na wa pili. Hivyo sadaka ni ya Bwana. Tunaendelea kuangalia fungu linakumbusha sadaka ni ya nani, Kutoka 25:1 na 2. Okay, Kutoka sura 25 mstari wa kwanza na wa pili inasomeka, Bwana akanena na Musa akamwambia, usisahau anayenena ni Bwana. Waambie wana wa Israeli ya kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Na hivyo sadaka ni ya nani? Ya Bwana. Ndio kitabu Luka 12:32-33, sadaka ni ya Baba yetu aliye mbinguni, uzeni ndivyo navyo toe sadaka. Ndio kiwango cha utoaji sadaka. Ikiwa zaka ni moja ya 10, sadaka ikiwa zaka ni moja ya 10, sadaka ikoje? Kuna watu wanaamini hapana, sadaka ni yote tu, unatoa chochote vile unavyojisikia na unaweza ukampa yeyote. Bwana anasemaje? Ndio, Bwana anasemaje? Malaki sura ya 1. Hebu nipate mtu mmoja anasoma. Fungua Biblia usome, japo iko kwa kiambaza, ili iwe sehemu ya mjadala. Na microphone ziko hapa, unaweza kupata moja. Malaki 1 aya ya 6, alafu soma aya ya 8. Malaki 1, anayesoma hapo mic. Ndio, apeana mic, mpe mic. Malaki sura ya 1, ndio mstari wa 6, kisha soma mstari wa 8. Mwana umheshimu baba yake na mtumishi kumcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Tunatafuta kiwango cha sadaka. Bwana anaanza anasema, watoto hutoa heshima kwa wazazi, waajiriwa na watumishi hutoa heshima kwa mabosi. Kama mnasema Yesu ni Bwana, kama kweli mnakubali mimi ni Bwana, heshima yangu iko wapi? Endelea. Kama mimi ni Bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Nauliza, kichwa changu musti kiko wapi? Bwana wa majeshi auliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Sasa sikia, kuna watu wasema hapo simulia na makuhani. Petro wa kwanza sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 9, ninyi ni mzao mteule.
Halo, sisi ni mzao mteule, watu wa taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Tangu Yesu amekufa msalabani, mimi na wewe tumeingia kwenye ukuhani wa kifalme. Ili uwe kuhani, hapo awali ni sharti uzaliwe na kuhani, ama Bwana akuite mwenyewe kuwa kuhani kama Melkizedeki. Vinginevyo huna sifa ya kuwa kuhani. Tangu Yesu amezaliwa, huhitaji kuzaliwa na kuhani ili uwe kuhani. Tunaingia kwenye kuhani wa wote wa pamoja, kuhani wa kifalme. Sisi ni mzao mteule. Hata Yesu ni kuhani, hakuzaliwa kwa ukoo wakina nani, wakina Haruni. Yesu anazaliwa kwa ukoo wa Yuda. Na hivyo sote tunamkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, tunapita katika ukoo huo, na sisi tunaingia hapo. Ndio tunaingia kwenye ukoo huo. Na hivyo nilitamani nijibu hiyo wakati msomaji anaendelea. Wakati msomaji anaendelea, tena nirudi sana tena. Okay. Kwa hiyo mimi na wewe tembea ukijua ni kuhani. Anaposema enyi makuhani, unahusika pia. Anauliza swali, unanidharau kwa namna gani? Mstari wa 8. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya. Karudia hapo ili tuone moja ya dharau ambayo ni na usiombe. Hivi uliwahi kudharau? Akina kaka wenzangu, uliwahi kukutana na binti akakuonyesha dharau? Wana namna wanavyotazama, umejua. Anaweza akaangalia tu mpaka chini na ukakimbia kwenye kioo kuangalia kwani taa imekaa upande au kuna watu wamepewa macho ya dharau. Yaani anaweza akakuangalia ukabadili mada iliyokupeleka. Samahani, unapenda. In fact ukipata pesa, usiombe kudharauliwa. Dunia imejaa dharau. Halo. Moja ya vitu wanaongea na wazazi na waambia, hata mimi nawatia moyo, unapojiweka inakufanya kupunguza kudharauliwa. Yaani kuna namna mtu akikuona anakuchukulia poa. Ninalisii kanisa la Kristo, usiwajaji watu kwa kuangalia wanavyoonekana. Sisi sote tu watoto wa baba mmoja. Yaani mwingine ile ya kuheshimu mpaka ujitambulishe. Mimi kusafiri na mtu mmoja anaitwa tu kisa, sio somo langu, ila naangalia dharau. Nimesafiri hapo, niko mwaka wa pili kabla sijafanya masomo ya theology, nikiwa nafanya degree ya kwanza nyingine. Sasa tumesafiri na ndio mwaka wa pili, tunahisi tumekolea kwenye kozi. Tuko wawili na rafiki yangu tunarudi Kahama. Sasa mbele yetu ni kasichana. Hakajavaa wingi wala hakajasuka nywele wala akana hereni. Sketi inafika mpaka karibu na jicho la mguu hapa. Kila gari ikiingia hotelini tunatoka Dar es Salaam tunarudi Kahama. Haendi hoteli yoyote. Kutana na ngosha sasa hapa. Piga biskuti za Azam na tropical juice. Sio mimi nasema huyo jamaa. Kwa hiyo tunakakaribisha maana tunaona ni kama kati ya watu wasio na pesa. Wenda kana mkopo waka. Halafu tukasema kwa asante, tunatumia simu fulani hivi ya nani tu ya baba. Sasa pata kaita chache kana. Tulipofika Singida, akamwambia Konda, naomba unishushie begi, tumbo linanisumbua kakawai, sehemu ya kujihifadhi. Konda akasema utajua mwenyewe. Kushushia mimi gari ikachochea. Aisee, umbali wa dakika 5. Trafiki zaidi ya 7 wamesimama barabarani. Gari inayosimamishwa ni ya kwetu. Nyuma zinakuja gari 3 na moja bendera inapepea namna hii. Heshimu wapi? Unajua kuna watu wanatujiana poa hapa mpaka asome siki yake. Nisikilize, humjui maisha. Kuna maisha baada ya chuo. Kuna watu wanafanikiwa sana leo na GPA, ila wataajiliwa na hawa ambao GPA ziko chini, sio mimi lakini. Utanikumbuka, shika sana ya maneno nakwambia. Kuna watu wameumbwa waajiliwe na kuna walioumbwa waajiri. Wao usichanganyikiwe. Anaenda kule atafuga ng'ombe yake, anaenda kuuza Nairobi. Sasa mtu wa kukalkulate hizo hesabu
kuajiriwa wewe, na anayekuajiri ni yule ulimuona kila mkibandikwa yeye waliwapiga au watatu kutoka chini. Wewe huko kuna maisha. Nimeweza form 4, mmoja aliyepata 0 pasta, msichana aliyepata 0, alishusha kioo cha Prado ndio zinatoka. Mimi natoka advance level. Yeye anashusha kioo cha Prado jeupe. Anambia, kwa mwenyekiti wa tukasa, sio tukasa hasa, anamkumbuka kwa chelicho. Anambia, nikupe lift. Sipandi. Kupanda. By the way, ni msichana. Wewe binti, wewe vipi? Unanipa gift na uko na 0. Haya maisha, unajua haya maisha ni tofauti sana. Nasema tuheshimiane, ndicho ninachokisema. Na huo ni uhakika. Usichukulie mtu unavyomuona leo. Usichukulie maisha yanachange sana, mambo yanabadilika. Unayemuona Goliathi kesho watamkimbia. Unayemchukulia Daudi ndio atakuwa mfalme kesho kutwa. Heshimu watu, angalizo, usiabudu watu, ila heshimu watu. Hata mkiachana kwenye uchumba sio bifu. Kuna maisha baada ya uchumba. Kisha msalimiana na kublock na nini. Kesho unakuta ndio secretary anayetakiwa kukuunganisha na bosi wako ili ukafanye interview. Unafika kitu akipiga hivi akasema samahani, kuna ufagio. Heshimu watu. Nilikataa lift ndio, lakini bado sikuwa na pikipiki wala baiskeli. Mjini baiskeli sio chombo cha usafiri. Mjini baiskeli ni mahangaiko. Ndio itumike kwa ajili ya mazoezi tu. Haina hata leseni. Trafiki gani aanze kuangaika na baiskeli tupaki hapa. Hapo utulize nini? Helmet yao. Kwa hiyo nilienda kwa mguu huku na tafakari kwenye 0 Prado wakati zinatoka. Na anaendesha tena taratibu. Hapo hata akasema unajua I'm planning to go to Dubai. Mimi hapo ninawaza hivi matokeo yakitoka naingia form 6 au maisha ni tofauti sana. Wa kwanza kwenda nje ya nchi tuliomaliza nao form 4 ni aliyepata 0, msichana. Anatembea amekaa. Na siku hizi unaweka tu drive moja tu zinaenda yenyewe. Mimi niko napima tu viwanja. Ya haya tu. Utakaa hapo. Heshimu watu kama mnielewa, sema amen. Heshimu watu. Na hivyo trafiki wakasimama. Waliposimama gari 3 zikaja. Zinafika gari pa. Anashuka mama mmoja amekafika sana. Hapa anauliza niambie ni yupi? Anashuka kabinti ambako hakajala biskuti AZ wa safari. Kamkonyeza jirani yao. Nilitaka uzawadia biskuti. Angalia anaposhuka kwenye shaki. Hapo najua anajibuja sana, baba ni huyu hapa. Na wale askari ili wajulikane wanapiga kazi. Mata huyu, peleka miguu iko hivi. Hapo kale kabiti kakasema, mama msamehe. Mama akajibu akasema, una bahati mwanangu, amesema msamehe. Ulikuwa unabaki hapa na hii gari. Uko vizuri mtoto, ni nani mwenye ni wako kwangu. Unajua mtoto. Kwa hiyo ninachokisema ni nini? Do not judge the book by looking at its cover. Usihangaike na outer appearance. Kuna visivyoonekana vyenye thamani kuliko vinavyoonekana. Sisemi upuuze vinavyoonekana, nataka kuhakikishia vipo visivyoonekana vinabeba content ya muziki kuliko vinavyoonekana. Heshimu watu. Tangu hapo anamuuliza yule rafiki yangu, anauliza, "Hiyo kwa begi lako ndio limepitelezeshwa. Tungetarajia kumwona nani anafukuzia hivi." Kuna watu, yaani Mungu unaosoma nao hawa ambao huwezi hata kujibu message yake unachukulia poa. Wanaweza kuwa sehemu ya future yako kesho. Heshimu watu. Heshimu watu tena. Heshimu watu. Mambo huwa yanabadilika haraka sana. Regardless wazazi wako ni mabosi na yeye anatoka Igwamanoni, Isaka Kagongwa ndani kabisa Panga Molomoka huko.
kwa Manoni, ambako gari ikipita mbwa wanaifukuzia sawa, lakini bado anatamani mbele za Mungu kwa kuumbwa na kukombolewa. Heshimu watu. Unaweza ukatengeneza bidhaa, atakayekuwa wa kwanza kununua na kuleta wateja ni huyo. Watu wanaona wenzao kama dharau, naongelea dharau. Angalia kwa dharau, anajibu kwa dharau. Watu wanadharau. Shusha begi, amekataa kuondoka na gari. Tulisimama pale dakika za kutosha. Alafu kanashuka kale kaliko dharulika, alafu ndo kanakusetea msamehe. Nikataka nimwambie rafiki yangu, tukifika tile na wewe ujifanye tumekuacha. Bwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza, enyi makuhani, na ulidharau jina langu, nani mwasema tulidharau jina lako kwa jinsi gani? Dharau. Ndipo anajibu anasema, tena mtoapo sadaka aliye kipofu madamu endelea ulipokomeshia. Na mimi na maiki sasa, bado hujapewa? Yes, shika maiki alafu some. Tena mstari wa 8 na waki 1:8. Sikia dalili za dharau. Ndio. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya. Mnatoa sadaka kipofu. Na mtoapo sadaka waliovilema na wagonjwa si vibaya. Ndio. Haya, mtolee liwali wako. Mtolee kiongozi, mpelekee mtu unayemheshimu, mpelekee mtu unayedhani na hadhi. Ndio. Je, atakuwa radhi nawe? Hivi atakubaliana na unachofanya? Au atakubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mambo ya Walawi 22 aya 21 na 22. Kiwango cha sadaka ni kipi? Ndio, Mambo ya Walawi sura 22 aya 21 na 22. Msomaji. Mambo ya Walawi 22. Ndio, mstari wa 21 na 22. 22:21 inasema, ndio, na mtu awaye yote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani, yeyote anayepanga kumwabudu Bwana kwa matoleo, ndio, ili kuondoa nadhiri, tena ni sadaka hii, ndio, au sadaka ya moyo wa kupenda, ndio, katika ng'ombe, kama ni kwa mifugo, au katika kondoo, atakuwa mkamilifu. Usiniletee chenye mapungufu, ndio, apate kukubaliwa, ili Bwana ikubali sadaka yako. Bwana tukasa, sharti isiwe na mapungufu, ndio, wasiwe na kilema ndani yake chochote, usiwe na kilema chochote ndani yake, ndio, kipofu, au aliyevunjika mahali, ndio, au kiwete, ndio, au aliye na vidonda, ndio, au aliye na upele, sawa, au aliye na kikoko, ndio, hamtamtolea Bwana wanyama hao. Mungu hakubaliani na dhabihu yenye mapungufu, ndio, wala msiwasogeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Kumbukumbu la Torati sura ya 15:21. Torati 15:21 anasemaje? Kumbukumbu la Torati 15:21. 15:21 inasema, ndio, lakini akiwa na kilema, akitetea, akiwa anachechemea, Kiswahili cha kisasa, au akiwa kipofu, au mwenye kilema kibaya, mwenye kilema chochote, usimtolee Bwana Mungu wako nini? Bwana hakubaliani na sadaka yenye mapungufu. Sadaka mapungufu. Sasa swali la msingi ni hili: kama Bwana hakubali sadaka yenye mapungufu, ni rahisi sana kumjua kilema, kipofu. Kwa mifugo, kwenye fedha mtajuaje? Halo, nikiingia zizini nikamtazama huyu, najua huyu ng'ombe hana mguu, huyu ng'ombe hana jicho, huyu anapungukiwa hiki. Kwenye fedha ninajuaje? Ndio maana tunapata maelekezo yafuatayo. Sikia katika mwongozo wa kanisa, kanuni za kanisa, toleo la 21, Kiswahili cha 2025, ndio sura ya 12 ukurasa wa 194. Iko nukuu ambayo inatoka kwenye vitabu vya roho ya unabii, kwenye ile kijizuu kitwacho Review and Herald. Review and Herald ya Mei 9 mwaka 1893. Mama White alijibu swali akasema, suala hili
la utoaji. Halikuachwa kwa jinsi mtu anavyojisikia. Mungu ametupatia maelekezo bayana kuhusiana nalo. Ametaja zaka na sadaka, zaka na sadaka kuwa kipimo cha jukumu letu. Baada ya zaka kutengwa, baada ya zaka kutengwa, hebu sadaka zipangwe kwa kadri Mungu alivyotufanikisha. Kinachoanza ni zaka, kinachofuata ni sadaka, na hiyo sadaka inapotolewa izingatie mambo matatu. Jambo la kwanza, Mungu alivyokufanikisha. Sifa ya sadaka na kiwango chake ni Mungu alivyonifanikisha. Sasa swali ni hili: ikiwa nina shilingi 100,000, tunatolea mfano, nimefanya biashara fulani, nikiwa na 100,000. Unajua sasa subiri nafundisha. Unapoitikia kwanza unatibu usingizi. Na kuna raha ya kutosinzia kwenye kadamnasi, kuna raha. Kuna hatari ya kusinzia kwenye kadamnasi. Na usingizi una tabia moja korofi. Kwanza unakutia moyo kwamba hatujakuona. Yaani unapoanza kusinzia, ukiwa unafanya tumekuona. Alafu mbili, unakutia moyo kwamba ndio umeanza sasa hivi. Huku na muda kweli kisha sasa ndani ni saizi, sio saizi. Tatu, viungo vyote kulegea. Ndio mbaya naishia hapo. Na hivyo matendo yasiyo hiari yaweza kutendeka yoyote kama mate yanatoka yenyewe na sauti zingine. Sasa ni hatari, na uenda hapa umechumbiwa au umechumbia. Kuna vitu bora ufanye huko mwenyewe, sio ukweli. Nimekutia moyo sisi, dawa yake ni itika, kwa kuwa tunafundishana itika. Nasema hivi, kanuni ya kumrudishia Bwana, tunatenga nini pembeni? Zaka. Sasa unafanya business kwa shilingi 100,000, na ulipofanya hiyo 100,000 ushatolea zaka na sadaka, ukafanya kwa 100,000 ukapata 200,000. Faida ni shilingi ngapi? Hiyo ndio Bwana amekufanikisha. Amekufanikisha kwa shilingi 100,000. Mtaji unakaa pembeni, mafanikio 100,000. Maandiko yanasema tunatenga nini kwanza? Zaka. 1/10 kwenye 100,000 ni shilingi ngapi? Watu hesabu 10,000. Ndipo sadaka ipangwe. Tunatafuta kiwango cha sadaka, na tumesema sadaka inapangwa kwa mujibu wa kufanikiwa. Kufanikiwa ni hiyo 100,000. Nimeshatoa zaka 10,000. Nimemalizana na hoja ya kufanikiwa, ninapofahamu hiyo 100,000 ndio nimefanikiwa. 2, mafungu yametuambia isiwe kilema. Kwenye hayo mafanikio usimtolee Bwana kilema. Sasa swali, kama zaka ni 10,000, kilema itakuwa shilingi ngapi? Nyosha mkono. Simameni wote. Except this bench, except her. Na hela wazee wa kanisa wote. Ili mwakani mkichaguliwa mkubali. Wazee wa kanisa ngoja niwapendelee watu wanaitwa spiritual leaders, viongozi wa kiroho kwenye vyama. Kuna mtu anataka kuwa kiroho. Kwa sababu tuna mzee wa kanisa watu kasa na nini na wenye viti, ngoja niende mbali. Viongozi wote watu kasa, wastaafu na wasiostaafu, ngazi yoyote, hata kama ni mpiga kitu unapozaa kale kanatoa sisi. Pasta nisaidie, siwafahamu. Furaha gani na ushiriki
Bwana. Swali ni hili, kilema kwenye 10,000 ni shilingi ngapi? Kwenye ng'ombe tunaangalia ilivyo. Ukaulizwa tu kilema kwenye 10,000 ni shilingi ngapi? Nyosha mkono. 9,999 kushuka jibu. Hilo ni jibu, ila sio sahihi kwa kuwa umejibu keti. Mwingine natafuta lenyewe, nani nataka weke vizuri? Kaeni wote na mjipe amen. Kichoko vizuri. Ningefikisha watatu mnaendelea kupungukiwa, mngezunguka hivi tena. Kwa nini tumependa hiyo kauli? Kwa sababu 9,999 ni kilema, ni kweli. Lakini si hata 8,000 ni kilema, si hata 5,000 ni kilema, si hata 2,000. Kwa hiyo kumrahisishia mwazini ni hivi, pungufu ya 10,000. Ukileta pungufu ya 10,000 unarudi kwenye mafungu yalichokataa. Bwana anachukia kilema, Bwana anachukia pungufu. Kwa nini unaleta pungufu? Na ndio sababu unasikia watu wanakwambia zaka hufanana na sadaka. Halafu kuna kajibu kengine wanasema inaweza kuzidi. Uliwahi kusikia hilo neno? Lazima tupate majibu kwa imeandikwa. Kwa nini inafanana? Kwa sababu lazima uangalie ulivyofanikiwa. B, isiwe kilema, isiwe pungufu. Haya, ili isiwe kilema ni shilingi ngapi kwenye 10,000? Mpaka niseme msimame. Alo, mimi wanavyo bwana, jibu limeketi. Ili isiwe pungufu kwa jibu moja ni shilingi ngapi? Nipe jibu jingine sawa na hiyo 10,000 yenyewe, si ndio? Sio pungufu, si ndio? Sio na kuendelea. Ukiweka na kuendelea, nikiwa na hii hapa na hii nyingine ikazidi, hiyo haijawa sawia. Hii imezidi. Mimi nasema hivi isiwe pungufu, maana yake inafanana. Halo? Yes. Inafanana. Ndio tunataka tujibu vile inavyotakiwa kujibiwa. Hiyo ndio sifa ya sadaka. Sifa ya 3. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4. Ni Mwanzo 4:4. Hebu isome Mwanzo 4:3. Mwanzo 4 mstari wa 3. Sifa ya sadaka ili ujue hicho kiwango. Moja, kama ulivyofanikiwa. Unajuaje umefanikiwa? Angalia zaka uliyotoa imekueleza hii ndio mafanikio yako. 2, isiwe kilema, maana yake imefanana nayo. 3, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3. Inasema, ndio. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Ikawa hatimaye. Unajua shida iliyopo in the process of time. Hapa kuna watu walikuja chuoni hawana mpango wa kumwasi Bwana. In the process of time. Alipofika mwaka wa 2, likaja kontena jipya, naye akaanguka dhambini. Kaini alikuwa mwema in the process of time, in the course of time. Ikawa hatimaye akaamua ahame. Muda ni mwamuzi sahihi wa maisha. Muda, time will tell. Kuna watu wamejifunza na wanaelewa, na Kaini alifundishwa utaratibu wa matoleo. Ikawa hatimaye akachagua, nitafanya ninavyotaka. Hili kanisa halijawahi kuimba wala halikubaliani na kuimba huku mnacheza viduku, kwaito, reggae, rumba, whatever, rock na mambo yote. Ikawa hatimaye mtu mmoja akapata tu besi, malo, wewe. Vitu vingi unashangaa tumeanzaje? Yesu anasema unajua mlipolala yule adui tukasa mkilala adui halali. Yaani mkilala tutashangaa huu uimbaji unapotea. Mkilala tu hii mipango mizuri inapotea. Mkilala tu hamtarudi wengi hivi mkilala. Bwana atuwezeshe in the process of time. Mungu awe wa kwanza daima. Sirudi nyuma kwa sababu wamekaa sana. Unajua watu waliingiana kwenye safina wengi. Wakati juma moja wanasubiria mvua inyeshe, watu wakawa wanashuka, hata waliojenga wakashuka. Watu wanapo maji hakuna anayepanga kuja kumtelekeza mwenzie. But in the process of time, aliyeitwa baby anaitwa bibi. In the process of time, aliyebebwa hivi akazunguka anakulaga za uso.
Na siku hizi dunia imevurugika, hata wakaka wanachapa. Alafu ni aibu. Naona tukwaje na mwanamke. Unapomchumbia unajipima ndio sasa. Hata mbio sio pigana. Unaweza hata kuacha mbio. Sana kuacha kila kitu. Kuacha hela na kuacha umri na kuacha. Na siku hizi hapa watu wanaacha. Yaani na mchumba wake umri anakuzidi, hela anakuzidi, mbio anakuzidi, ubonge anakuzidi, ngumi anakuzidi. Wewe sijui ni baba wa mtu. Baba fanya yaani naishi kwa pressure. Kati ni ndio. Baba yuko JKT kosa cha pruta. Sasa na baba wa familia. Pressure. Mama kwa shafika amezima remote. Na kama kawa kuelekeza mtoto. Wewe vipi? Na wewe ndio mwanaume. Kaza. Unakuja kuambia wanaume kaza. Wewe ni mwanaume. Hata una hela usionyeshe usoni. Bumu halijatoka koma. Kama unalilia bwana, no, wewe. Na kuanzia leo tunakagua sauti za wanaume. Kwa sababu ndio toss. Ongea kabisa kama unakata nani. Nimechimba ndio. Nasema hivi, be yourself. Mwanaume awe mwanaume, mwanamke awe mwanamke. Ushoga usisikike kwa jina la Yesu. Hatuna wanaume wanaolepua. Sisi ni wanaume. Kazi. Dialia unalialia, mwanaume unalialia. Piga kazi kabisa. Wanaume ni kutoa jasho. Wewe unarekodi na hiyo? Yes, taifa letu linawahitaji vijana. Kanisa la Mungu linawahitaji vijana. Familia inawahitaji vijana. Na wewe ndiye kijana. Kama kama unalegea hapo na mwanaume, koma. Mweza form 4 nikapiga kazi ya kubeba kilo 60 hapo. Na nilikuwa na kilo 67. Ngapi zilikuwa zinabeba mzigo hapo? Saa moja usiku mpaka saa moja asubuhi. Hapa mwisho hapo umbali. Ila unabeba. Na dunia haina huruma. Hawanyanyue Wakiko natupia unarudi tena kiwanda cha mafuta. Alafu hello baby, naomba pote nitakutana. Naomba pote unajua niko ito. Wewe. Dunia ni mbuga za wanyama, dunia ni mbuga za wanyama, pambana. Mla nyama mbio, mla majani mbio, atakayejipa ameisha. Eti tuma na kutolea. Ole wa mbingu na nchi. Wewe, kwani wewe umesoma wapi usinirushie? Nirushie na wewe. Wapi naandika mimi nikurushie? Nipe fungu. Moja. It is written wapi? Maisha usiyachukulie kawaida, ni kioo, maisha ni kioo. Ukicheka yanakuchekea. Ukinuna yanakununia. Kaza. Ongea na wanaume hapo. Niko chuoni. Eti kidogo tu maisha tu kidogo anataka jinyonge kaka. Anapiga kibuti. Kawaida tu, weka kwenye orodha wa 4 huyu wa 5 alikataa. Kazi. Kwanza ni CV pia. Naongelea sadaka na kiwango chake. Sijahama bado. Sadaka. Kwa kidogo tunataka ujue, maisha yana maana sana kuliko matokeo. Yana maana sana. Wanabiolojia mnaelewa mpaka ukazaliwa ulistruggle. Zaidi ya milioni za mbegu zilikimbilia wewe ukawa the first one. Na ukishaingia pap inafunga. Wengine wote wanazungukia huko hawana sifa tena mpaka uzaliwe. Kama nilishinda kule na nilikuwa sioni. Sasa hivi naona unataka ushinde. Sio na mguu mzee nilishinda nilikimbiaga kwenye tumbo la mama. Sicheze hata na wao. Alipozaliwa tarehe 9 mwezi wa 10 mama akafanywa operation. Yaani nilizaliwa kwanza ndio akafanywa operation. Na nikaacha kuona miezi 5. Kwanza waanza kumchukulia kwa kawaida wewe. Nini wa pekee sana. Yaani nasema hivi, ukielewa thamani ya kuzaliwa kwako, haya unayopitia yasishushe hadhi yako, wewe ni wa pekee. Na so special, mtu asichukulie kawaida na kuweka kwenye foleni umekuwa mshiriki wewe. Na sasa nitafanya aje wasichana tuko nikikata nitampata nani na matatizo mengi.
Kwa nini umezini? Amesema akinionja atanioa. Wewe karani. Hayo umeonjwa na umeacha. Onjo. Mambo gani? Nani kama anatukasa utakutana mbinguni hatutazeka kanisa zeka zamani. Baba anayejali atubadilishe kwa jina la Yesu. Tupate wanatukasa waaminifu kweli kweli kwa utukufu wa Bwana. Kanisa linakuhitaji. Taifa linakuhitaji. Familia linakuhitaji. You are so special. Tusiulishe tu hapo. Kwanza ni wapekee, fika mpaka chuo. Hebu pe mkono jirani yako waambie wewe ni wapekee. Fika mpaka chuo. Unaanza kutumia unajielewa kweli. Wote walio wapekee watampa heshima Mungu aliyewafanya kwa wapekee. Sadaka. Ukishajua ulichofanikiwa kwacho, ukaweka zaka kando, usitoe kilema ya hiyo zaka. Iwe inayoendana na zaka. Je, inaruhusiwa kuzidi? Ndiyo. Mwanzo sura ya 4 ndio nilikuwa nasoma mstari unaofuata, endelea. Nilikuwa hapo in the process of time, nikaanza kuchomekea maana niko na vijana hapa. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Inaruhusiwa sadaka, malizia sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Kumbe sadaka yaweza kuwa iliyofanya nini pia? Iliyonona. Haitakiwi kuwa kilema. Inatoka kwenye mafanikio. Haitakiwi kuwa kilema. Inaruhusiwa kuwa iliyonona. Hapa ndio napata jibu. Kumbe isipungue kwenye zaka, ndio inaruhusiwa kuzidi zaka. Maana ya iliyonona, kama ni 10,000 iliyonona inaanzia shilingi ngapi? Kwenye 10,000. Taja iliyonona kwenye 10,000. Si ni zaidi ya 10,000, si ndio maana yake? 11,000, 11,000. Kwa hiyo inaruhusiwa kuzidi, ila sio kuwa kilema. Hapo ndipo tunapata foundation ya utoaji wa sadaka kwa Bwana. Tangu leo tumheshimu Mungu, maana yeye ameanza kutuheshimisha. Ni yeye aliyetuheshimisha. Na in fact Mungu hana shida na fedha, ana shida na wewe. Ili akupate wewe, anaondoa uchoyo ulio ndani yako kwanza. Hakuja ili afe msalabani, alikuja ili awe mfalme. Watu wanadhani Yesu alikuja ili atemewe mate. Hakuja ili atemewe mate. Yesu alikuja ili awe mfalme. Ila akagundua atakao watawala hawana uwezo wa kuishi milele, maana wameshajitenga na chanzo cha uzima wa milele. Akaamua afe kifo chetu cha milele, ili sisi tufae kuishi naye milele. Ndipo atawala. Ndio maana anapofufuka anasema kwa Mathayo 28:18 na 20, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu natembea unaogopa. Ndio enda JKT yale mnafahamu. Mwenye vili mnamhitaji. Hata kama unasahau vyeo. Ukatumwa na huyo, halafu ukakutana na nyota 3. Hata nyota moja mbele ya mwenye vili. Mwenye nyota moja akawaambia, sikiliza, geuka pata ufagio. Wengine wajaenda jeshi hata nielewa. Ngoja nirudi kwenye sehemu ambayo utanielewa. Ile zamu shuleni miaka hiyo inaitwa nenda kwa usalama. Na wale walimu walikuwa wanashika zamu. Kwanza waongeaji sana. Yaani akisimama tu hivi unasikia harufu ya viboko. Ndio soma gani? Acha sasa leo tumeisha. Akisha sema sasa ingieni darasani. Monta hangaiki kuandika majina. Tunapiga kelele. Sasa wakati yuko hapo amesimama huyo teacher, anapita second master karibu na darasa leo, hapo anamwambia, Ali, nenda nyumbani kwangu ukaniletee hiki na hiki nilisahau sebuleni. Kwa wanafunzi wa Tukutu, pamoja na mwalimu wa zamu ni mkali, ila nimetumwa na second master, natamani kupita karibu
Yaani unikuse yaani. Yaani niulize aliyenituma. Hujajua sasa. Ticha kwa yaani labda unajizungusha. Ili tu nipite yaani. Hapo ni tayari naenda wapi? Second master. Sianzi na swali lake. Nisikilize, ifike saa shetani asitutishe. Tuko chini ya Baba mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Unakaa tuogopa watu wanatukasa hapa baba tuoga. Akisikia tu bundi. Sasa tayari nyumbani kumekuwa na msiba una matatizo. Bundi na msiba tunaingilia nati. Paka akipita eti usimrushie mkono utagani. Na ni kama napaya akishika maiki hapa kabisa. Kaninua kweli. Kaoga kauchawi. Ifike saa kama kuna uchawi, wachawi watupishe kwenye hostel. Sio sisi tunaopisha wachawi. Nuru na giza likimbie. Sio nuru inayokimbia. Shida ni mahusiano yetu na mwenye mamlaka yote. Hiyo ndio tatizo. Nusu kwa Yesu kidogo. Kazaka unakula kidogo, kauzenzi kidogo, nyimbo kidogo. Na Ibilisi anawapenda vuguvugu. Kuna tujamaa vuguvugu tulienda kutumia na pepo kwenye Biblia. Toka. Pepo likaongea. Nyie ni nani? Toka. Nyie ni nani? Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Wakashika wakachaniwa nguo. Biblia inasema wakakimbia uchi. Maigizo na shetani anajua unaigiza, anajua wajua na Yesu anajua. Yesu alipokuwa akitokea tu hamna disema. Moja ya dalili kuna watu hapa Yesu hawana ni kutaka mapepo kukemea kwa kuweka Biblia kichwani kwa mwenye pepo. Toka kwa jina la Yesu. Watu saba Biblia kilo 2. Toka. Unaniumiza shingo. Yameanza kuongea. Hakuna. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Biblia sio hilizi. Na nalia kwenye mtego wa kitanda unaweka hivi usikabwe na mapepo. Hii ni hilizi. Wakolosai 3:16 unaisomaje? Unusu. Unakuwa hapa mtakatifu jioni huko disco. Unaserebuka unajua kula ujana. Mungu anakupatia gumu, zaka unarudisha, sadaka utoi. Nusu. Wewe ndio unajua unafanya nusu na unachoiba unajua. Na kwa sababu hiyo Mungu anatuita mchana wa leo, hatujachelewa kuwa waaminifu na kuwa mawakili waaminifu wa zaka na sadaka. Huo ndio utaratibu wa kurudisha zaka na sadaka. Anasema kwenye kitabu hiki ambacho tumefanya uzinduzi siku ya leo, mashauri juu ya wakili, anaendelea kukaza hizo nukuu, lakini pia kwenye mwongozo wa kanisa, kanuni ya kanisa, anaendelea kutoa fafanuzi hizi. Toleo la 21 la mwaka 2025 sura ya 12 ukurasa wa 8 anasema pamoja na zaka. Mwambie mwenzako pamoja na zaka. Maandiko yanasisitiza fadhila na jukumu letu kuleta sadaka kwa Bwana kabisa. Wewe Bwana anatukumbusha, anasema tunahimizwa kutoa sadaka kwa moyo mkunjufu. Matoleo sio usitishwe. Jioni ya leo wasiorudisha watavunjika mguu. Unajua unakuvunjika mguu, hiyo sio ibada. Na wala usimwabudu Mungu kwa umesikia akirudi atawachoma moto wa dhambi. Kwa nini yaani sana wanafunzi wanamuuliza wewe, kwa nini unawahi shule? Yaani mwalimu wa mimi anachapa sana vipi? Eti ndio sababu ya kuwahi shule. I'm serious. Kana wahi shule. Bajia. Kuna tu mtu hapa tukana wahi bajia. Yaani kaona kana hangaika mapema kanajiandaa, ukikauliza yani kinachokapeleka. Kwa nini unaenda kanisani? Akija kufiwa nani atakuja msibani? Eti ndio reason yuko hapa. Kwa nini unaenda kanisani? Wewe siku ya ndoa nani atakuchangia? Yaani kuna watu hapo kiuliza kwa nini uko hapa? Reason anazotoa. Kwa nini unamwabudu Mungu? Mungu ni nani kwako? Mbona mnang'ang'ana na matoleo? Tuvuke goli. Ndio lengo la kutoka goli. Ni sawa, inalipa kuvuka goli na ninawapongeza. Lakini ndio lengo kweli. Ngoja niwaambie sasa leo. Hata msivuke goli, ila mmefanya kwa uaminifu, ninyi mko salama mbele za Bwana. Naenda upande wa pili.
Mkivuka goli wakati mlichofanya sio kwa uaminifu, hamko salama, kwa sababu magoli tumepanga kinaali kwa hesabu na uelewa wetu, ila uaminifu wa kilichotolewa unajua wewe na Mungu aliyekupatia. Na ndio maana wewe unasema usibaki tu kwenye goli, nenda kwenye uaminifu wa ulichotoa. Mama mmoja mjane akatoa senti ngapi? 2 kwa uaminifu. Bwana akamsifu, sio kwa sababu ya uchache, kwa sababu ya uaminifu, uadilifu na ukamilifu wa kilichotolewa. Hiyo ndio sababu. Kwa hiyo usibaki sana kwenye goli, rudi kwenye ulichopewa na Bwana, kinatakiwa kijeje. Okay, labda kitu cha kuulizana pia, Wakristo wenye shukrani hawawezi kuweka mipaka ya matoleo yao kanisani kwa zaka tu. Katika Israeli sadaka zilitolewa kwa moyo wa hiari. Toa kwa hiari, sio kwa kutishwa. Na kuna njia za utoaji hata kwenye programu ya ujenzi. Na msingi kiongozi wa ujenzi na timu yote tutatumia mifumo sahihi. Ile Njombe wenye tai wote mkakichula, jikomboe kwa laki moja, sio utaratibu wa Bwana. Unakuja na yai hapa, haya tuanze kupanda bei. Mimi nalinunua kwa laki 2, mimi nakuja nitachukua kwa laki 7. Hatuna minada. Tufanye kabisa hivyo. Mungu anamiliki vyote, mpaka na wewe ni mali ya Bwana. Mimi ni mali ya Bwana. Anatutaka sisi, na anajua akitupata vyote alivyotupa hatutamzuilia pia. Bwana anatoa wito kwa ajili ya utoaji wa ukarimu kulingana na jinsi alivyotufanikisha. Wanavyoamini wa Adventista wa Sabato cha mwaka 2022 sura 21 ukurasa wa 333. Labda tuangalie swali jingine hapa. Tuangalie swali jingine alafu niruhusu kama kutakuwa na maswali. Namna sahihi ya kurudisha zaka na kutoa sadaka. Tulikwisha iona Malaki 3:7-12, leteni ghalani. Usikutane tu na mhitaji njiani unasema si sadaka, unamwita ombaomba, unampa sadaka ya Bwana. Ombaomba sio ghala. Ombaomba sio nyumba ya Bwana. Nitakwambia hiyo ya kumpa ombaomba, sio hii ya zaka na sadaka, sio. Hiyo ya kumpa ombaomba inaitwa sadaka ya hiari. Sadaka ya shukrani, unafanya unachotaka wewe. Waweza mpatia ombaomba, waweza kununua vitabu ukagawa, waweza kufanya utakacho, sio zaka na sadaka hii. Hiyo ni ya hiari, wewe unapanga pa kupeleka. Hii inaletwa ghalani. Hapa. Hii huigawani wewe kwamba 4,000 ibaki hapa. Ni Bwana anayetoa mgawani. Hii zaka na sadaka. Ametolea maelekezo ikifika hapa, na kwa sasa 1% ya sadaka, zaka yote inaenda conference. Na ikifika conference, na hiyo conference inatoa zaka na sadaka kwenda union. Union nayo inatoa zaka na sadaka kwenda division. Division nayo inatoa zaka na sadaka kwenda GC. Na ndio maana kanisa hili halijawahi kuwa na vita. Nimechunga Makambako, nikaambiwa hamia songea, nilienda. Haimbishi mapato Bwana anayotaka kukupatia yanakusanywa ghalani. Mungu anawagawia wote kwa vile anavyoona yafaa kugawa. Hujichukulii kwamba sasa za tukasa zote ni zangu. Hapana. Pastor Mamboleke anafahamu zinaenda zote. Nikatoka Makambako sijui songea, nikaamua hamia Mbeya mjini, nikahamia. Toka Mbeya mjini rudi Njombe mjini, nikaenda. Njoo conference, njoo kesho Kipenga Kitalia tunarudi sijui mtaani, twende. Lakini wengine wanapiganaga. Unajua watu hawa, wakati tunafanya kupima viwanja Makambako, mtu mmoja wa serikali anasema Mungu tuangalizie kwa sasa milioni 3. Yaani tupate chochote. Tuwe maana yote haya nilikuwa natokea Wanging'ombe mpaka Makambako. Haya makanisa yote hela zote ni zako. Yaani anaamini sisi ni wale wa kusimama kila inayotolewa unapokea unaweka huko. Nikaambia kwa taarifa yako nakaguaga makaratasi kipeksi. Zote zinaondoka. Haibaki hata mimi. Kanisa la Mungu limepangiliwa. Anatoa vitu kama unanyea uchungaji karibu. Ila ukija ili upate pesa umepoteza dira. Hautalala njaa. Ila kwamba utamiliki zile, yani kama intention ni fedha, bakiki kwenye engineer uendelee na architecture na wengine huko. Ila ukija kwa ajili ya huduma, nisikilize, Baba anajua mahitaji yako, atakupatia. Na sisi sio wa kuchoka choka. Nawatia moyo. Wewe umeona tumepauka.
Ngoja kidogo, huenda kuna jasho jana. Subiri kidogo. Mbona hapa? Wewe mbona nimepauka? Wewe usiogope. Na kama watu watakuwa waaminifu, kazi ya fedha hizi haishi kwa wachungaji, lengo ni utume. Pastor haitakiwi uwe na makanisa matatu. Hawa tu wako 800, unawavisit vipi? Mia mjini walikuwa 1200 eti kanisa moja. Wakati kanisa linatakiwa lianzie watu 25. Hebu itafuta 25 kwenye 1200. Ni makanisa mangapi? Unajua wachungaji wa Afrika, Mungu tu atusaidie. Hasa Tanzania. Tunahitaji tu kuombea. Yaani kuna muda unaweza ukaingia ndani, mtoto anasema, "Mama, kuna vigeni humu." Hajui ni baba. Mama, huonekanaje nyumbani? Tuko hivi masaa yote. Kwani ukitoka hapa simu, "Pastor, naomba unishauri ndoa na mgogoro." Naenda. Unaweza ushauri? Message imeingia, "Pastor, nimefiwa na yule ndugu wetu, unaenda hospitali." "Pastor, nimepata ajali." Kwa hiyo ni hivi tu, ajali. Alafu maintain mood. Baba naenda pole. Baada ya pastor, namshukuru Mungu nimepata. Kija umeniombea Bwana mtenda. Unaondoa vizuri na kuja sasa, Bwana kuzi. Hujamaliza kufurahi naye, message inaingia. Yule baba uliyemwombea amefariki sasa. Bwana kuzi. Yaani unakuwa kamilio, you change any time. Hao ndio wachungaji wa hii. Yaani hapa pastor nani Mgwenye yuko kambi la vijana huko, ananielekeza nije hapa. Muda huo anatakiwa atoke, sio aende wapi. Mimi na niko hapa, kesho anataka niende kambi la vijana. Kesho unasema nini? Rafiki yangu sasa. Huko nawaza hivi Sabato wageni kule wameshabatizwa, nitoka hapo kwa sasa hivi mama naye kule warudi salama kweli. Yaani ukicheza rafu unafumaniwa, makambi yanafika umesahau ratiba. Maana nao wao wanabadilika. Unashangaa tu wageni wanaingia na kamba sasa. Hivi ni leo. Unahitaji kanisa linapaswa kuwa na mchungaji mmoja. Shida uaminifu ndio umekosekana. Nilikuwa nasoma kanisa moja linaloitwa Andrews Church, lilikuwa na wachungaji 25, wote wamewekewa mikono. Kwa hiyo mmoja ni wa kufungisha ndoa, mwingine ni ubatizo tu, mwingine ni meza ya Bwana. Yaani unakula gombo mpaka linakubali. Sasa huko unaanza kusoma gombo kidogo, hujamaliza. Mchungaji, nimepigwa sana, maneno yote mtoka nakuja. Unafika pale kwenye wamen. Namshukuru Mungu nimejifungua salama. Haleluya. Unafika huko na wewe wanangu wote ndio wasimesha kwa mashoka. Pole sana. Come on. Asante Yesu kwa kuwa sisi ni vyombo tu anatutumia. Bwana anatuita kwa uaminifu. Pamoja na hayo yote hatutaacha kumtumikia. By the way, tumechagua kufanya ushirika naye kwa kumtumikia. Kwa hivyo, hili ndio ambalo nitamani tukumbushane. Vinginevyo, nilitaja namba, ninairudia kwa ajili ya maswali kuhusu zaka, sadaka. Huu ni muda. Tutaingia kwenye maombi alafu tupokee maswali. Kama una maombi maalum, weka kwenye sanduku. Tunataka kuingia phase nyingine ya maombi na tutaimba wimbo namba 135 tukiongozwa na yule rafiki yetu, kisha turuhusu maswali. Namba ya maswali tulisema ni 0744168466. Kama hukuwa nayo, muulize jirani yako, atakujulisha. Zaka na sadaka ziwekwe kwenye hazina, tulishasema hiyo. Kazi ya sadaka ni Injili. Watu wa Mungu wameitwa kwa kazi inayohitaji fedha na kujitoa wakfu. Bwana hakusudii kuja katika ulimwengu huu kuleta fedha na dhahabu za kuendeshea kazi yake. Yeye anawapatia wanadamu mali ili kwamba kwa sadaka na matoleo yao waweze kuendesha kazi yake. Kazi ni kwa ajili ya Injili. Wanadamu watakuwa njia ambazo ni baraka ya mbinguni itafikia kuwafikia wengine. Bwana ataendelea kuijaza njia hiyo. Ndio si kumtolea Bwana iliyo yake tunapowafanya watu kuwa maskini. Atatoa kakakisa. Sio kumtolea Bwana, na kuhakikishia hautafilisika kwa kuwa mwaminifu. Hautafilisika. Hata kama zionekane zimepungua. Ulikuwa na dunia 10, umebaki na 8. Sikiliza. Mungu anayejua kutoa amani ya kweli ya moyo hainunuliwi kwa elimu, hainunuliwi kwa fedha, hainunuliwi. Unajua kuna vitu vingi vya kumshukuru Mungu. Uliwahi kutafakari kuhusu usingizi? Usingizi haupatikani kwa kuchanganya sijui chemicals na nini. Usingizi
Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Yaani kuna mtu matokeo yamekuja vibaya, supplementary zimemwandama, ana madeni, mikoba, sako sisongesha, nipige tafu, rambi, ada ya chama. Na mtoe ada ya chama. Ada ya chama ni muhimu. Ada ya chama anadaiwa cafeteria, anadaiwa kwa jirani, anadaiwa kodi ya nyumba, anadaiwa. Ila Mungu apokee. Akigusa kitano, sekunde 2 nyingi. Wewe unapata watu ujasiri wa kusinzia na madeni. Neema ya Mungu ni kubwa mno. Yaani Mungu ni pekee. Kuna mtu hadaiwi, analala 6 kwa 6, usingizi ni wa kutafuta. Anageuka huko. Salada pozi ili halinaga usingizi. Hili nalo halileti. Hata kifudifudi. Yaani anahangaika. Kuna watu usingizi paka aununue kwa pili tu. Ila Mungu anakubariki, anakupatia kwa usingizi. Na unajua ukisinzia, ukiamka unajisikia vitu vya kumshukuru Bwana. Mungu anatupatia vingi vya kumshukuru, vingi. Kuna basi supplementary una shida gani? Sasa pambana. Nikuhakikishie tutawaombea kwa ajili ya masomo, lakini Roho Mtakatifu sio mwizi wa majibu, lazima usome. Hakuna muujiza wa kufaulu bila kusoma, haupo. Kuna watu wanataka pastor kwenye maombi, Mungu aniwezeshe, sapo zimeniandama. Unasoma? Wewe kila saa ni mchana ukianza kusoma, nilienda pastor ukisema kugema kule. Nilienda na mtu mmoja mpaka akaniogopesha. Amebeba madaftari na vitabu. Wote tukaenda kwenye wifi. Tunafika pale wifi, kajuza ile atasoma yote. Niko na dakika moja tu, mimi ndio mzembe wa kusoma. Tulipofika akachukua smartphone. Wifi tu. Akaanza kuchat. Ikawa nusu saa. Na muangalia na daftari mpaki hapa na vitabu. Ikawa saa. Sana nusu, mimi nikaona nimeweza kusoma. Akabeba daftari yake tena kama alipokuja nayo. Kuna watu ni wataalamu wa kupanga ratiba hapo, ila wazingatie. Mimi mwenyewe naongea kabisa. Mechanical engineer sijui saa 4 mpaka saa 6, general studies saa 6 mpaka saa 8. Na waipo hata akija kuoa au kuolewa ataandika Jumanne ugali kuku, Alhamisi makambe. Alafu yeye mwenyewe anachoweka mezani. Anauliza, hivi leo ni Jumanne au? Havihusiani kabisa. Mpango sio matumizi. Nikupendekeze kupanga na kuchagua. Fanya uchaguzi sahihi sasa. Badili mwelekeo. Soma kwa bidii. Na usihangaike kushindana na mtu, shindana na uwezo wako. Yaani wewe pambana na wewe.